Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, kimbilio letu na msaada wetu, kwa nafasi tena aliyotupa kwa utukufu wake. Neema ya Mungu imetukusanyisha tena pamoja, nasi tunaipokea nafasi hii. Tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, na ibada tulio nayo ni ibada ya kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Iwe tumepita, iwe hatujapita, bado yeye ni Mungu, anabaki kuwa Mungu. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu Baba ameuachilia katikati yetu unasema ya kwamba usiingie kesi na Mungu Baba yako kwa kukosa moyo wa kumshukuru yeye na wa kumtukuza yeye. Kwa nakukaribisha sana katika ibada hii, na ibada hii msingi wake ni neno la Mungu. Amen. Ninayesema nawe ni Mama Eli wa Jesus is the way. Kumbuka ni neema ya Mungu imenisimamisha katika nafasi hii kama chombo cha Kristo. Imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kabisa sasa kukuokoa. Haleluya. Nitafungua ibada hii kwa maombi. Baba yetu wa mbinguni na duniani, tunasema asante kwa nafasi hii Bwana. Nasi tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba Mungu, na kushukuru kwa ajili yangu na kanisa lako hili lote, wateule wako, watakatifu wako, kondoo wako ambao Baba unawapenda upeo. Ninalibariki jina lako kwa ajili ya nafasi hii. Ni neema yako Bwana imetukusanyisha tena. Nasi Baba, katika agano la damu yako takatifu, damu ya Yesu ya agano jipya, tumesimama katika nafasi hii kwa utukufu wa jina la Yesu. Na Roho wako Mtakatifu Bwana Baba yuko katikati yetu kwa nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. Baba, asante kwa ajili ya ibada hii. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunajimimina kwako na kusihi Bwana, rehema zako na neema yako juu yangu mimi chombo chako, mtumishi wako, na juu ya wateule wako wa Bwana, kila mmoja katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Maana Mungu umesema unawajua walio wako, na walio wako Bwana unamtujua kwa majina. Basi Baba, nakusihi upate kuturehemu. Unisamehe mimi mtumishi wako popote nilipoenda kinyume na mapenzi yako, iwe ni kwa kujua au kwa kutokujua, iwe ni kwa kukusudia au kwa kutokusudia. Baba, ninaomba damu yako ipite sasa, ipite kwenye kila eneo la maisha yangu, kwenye nafsi yangu, kwenye roho yangu, nafsi yangu. Samawa damu yako kutoka utosi mpaka unyayo wangu, kwenye njia zangu zote Bwana. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Asante Baba Mungu kwa kuwa kwako kuna msamaha ili jina lako liogopwe. Baba, asante kwa kunisamehe. Asante kwa damu yako yenye kutusafisha na kutufanya weupe kabisa. Ndipo sasa ninatubu kwa ajili ya watoto wako wa Bwana. Na kusihi Baba ukamrehemu, kawarehemu wateule wako, ukamrehemu Baba huyu, mama huyu, binti huyu, kijana huyu, watoto wa wazee wa Bwana. Mungu, na kusihi rehema zako na neema yako juu yao na juu ya nyumba zao. Baba, unamjua kila moja kwa majina. Msamaha wa damu yako kapite ikiwa amekukosea kwako Bwana, iwe ni kwa kujua, kwa kutokujua, iwe ni kwa kutokutimiza mapenzi yako. Damu yako Yesu, damu yako ya agano jipya ipite sasa na kuwaosha na kuwatakasa na kuwafanya weupe kabisa. Ninatubu kwa ajili yao na kusihi Baba, msamaha wa damu yako kapite katika nafasi ya ukuhani ulionisimamisha Bwana. Ninatubu kwa ajili ya kanisa lako hili, wateule wako Bwana. Asante Roho Mtakatifu Baba, asante. Msamaha wa damu yako kwenye kizazi hiki, damu yako ikapate kupita sasa. Bwana Yesu, tunakabidhi ibada hii kwenye mikono yako. Neema yako yatosha Bwana. Wewe uliyeweka neno lako kwenye kinywa changu, ukaniambia niliseme kwa ajili ya utukufu wa jina lako Baba. Katika agano la damu yako nimesimama, maana bila nguvu zako mimi siwezi, bila uweza wako Roho Mtakatifu mimi siwezi. Nisaidie Bwana, unipe ujasiri wa kulinena neno lako katika hekima ya Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na Roho Mtakatifu wa Mungu uliyesema utalithibitisha neno hili Baba, ukapite sasa na kulithibitisha sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu, tembea na nguvu ya neno lako Bwana, ukalithibitishe Bwana, likawe majibu kwa watoto wako Bwana, likawainue
walioinama Bwana, likapigane vita vyote, iwe ni mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, juu na chini, baharini, nchi kavu, milimani, mabondeni, neno lako likapigane Bwana, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Neno lako lilo moto, lilo upanga, likapite sasa, lenye kung'oa mapando ambayo sio yako Bwana, na kusimamisha pando lako Mungu uliye hai, na kusimamisha kusudi lako Bwana. Nami naichota damu ya Yesu, ninaifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Popote inapopita, inapita katika damu ya Yesu Kristo, kwenye mamlaka kuu ya Kristo. Falme za giza, nguvu za giza, shetani na mawakala wake wote, wakiwemo wakuu wa giza hili, wafalme wa anga, majeshi yote ya mapepo wabaya, mapepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, hawana mamlaka juu ya ibada hii. Wanakutana na uwepo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, malaika zako wakalisimamie neno lako, maana wapo kwa ajili ya kulitii neno lako. Utukufu wako Bwana ukadhihirike. Jina la Yesu lizidi kutukuzwa kupitia ibada hii Bwana. Baba, ukasikike wewe badala ya kusikika mimi, likasikike jina lako Yesu badala ya kusikika jina la madhabahu hii. Kwa jinsi yote ile Bwana, usikike wewe Yesu na uzidi kutukuzwa. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kumtukuza Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sante Bwana, pokea utukufu. Hatustahili hata kugusa sehemu ya utukufu wako. Roho wa Mungu, asante, umetukumbusha kwamba yuko Mungu astahilie kushukuriwa. Sante kwa neema hii Bwana, na jina la Bwana Yesu litukuzwe. Tunalisikia neno lako sasa. Kwa damu ya Yesu Kristo tunatakasa masikio yetu, mioyo yetu, roho zetu, nafsi zetu, katika jina la Yesu. Na maeneo yote ibada hii inapopita Bwana, neno lako linapopita, ninamwaga damu ya Yesu sasa katika jina la Yesu, na utukufu wa Mungu ukazidi kudhihirika milele na milele. Maana neno ni wewe Yesu, umefanyika mwili, nasi tunauona utukufu wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Amina. Watoto wa Mungu, leo hii niko hapa kuwafundisha kwa neema ya Mungu jambo hili ambalo litakusaidia sana katika maisha yako. Usiingie kwenye kesi na Mungu Baba yako kwa kukosa moyo wa kumshukuru yeye na wa kumtukuza yeye. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo watu wengi wamejikuta wameingia kwenye hali ngumu ya maisha kwa sababu tu wamekosa kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu. Na hii kesi si wengi wanajua ni shetani, lakini hii kesi ni ya Mungu mwenyewe. Na leo hii tutajifunza neno hili. Kwa hiyo mwanadamu, ukifika mahali humuoni tena Mungu Baba kwenye maisha yako, bali unajiona ni wewe, au unaona ni vitu ulivyo navyo ndio vimekufikisha hapo, au watu waliokuzunguka ndio wamekufikisha hapo, hii kesi huwa ni ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa sana, na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie kusikia na kuelewa. Amen. Na neno hili litutoe kwenye maangamizo yote. Isaya mlango wa 10 ule mstari wa 12 mpaka wa 19 ndio tutasimama na neno hili, na tutakuwa tunatafakari mstari baada ya mstari. Nitaanza na mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, basi itakuwa Bwana atakapokuwa ametimiza kazi yake yote juu ya mlima Sayuni na juu ya Yerusalemu. Basi itakuwa Bwana atakapokuwa ametimiza kazi yake yote juu ya mlima Sayuni na juu ya Yerusalemu. Sikiliza mtoto wa Mungu, wakati unaona kuna mambo Mungu Baba amekutimizia kwenye maisha yako, angalia sana sana sana. Moyo wako usiinuke kwa kiburi ukajiona ni wewe, ukasahau kumpa Mungu Baba utukufu na shukrani. Kama huyu mfalme ambaye tunakwenda kusoma sasa habari zake, mfalme wa Ashuru. Na ule mstari unaofuata unasema, nitayaadhibu matunda ya kiburi cha moyo wake mfalme wa Ashuru, asema Bwana, na majivuno ya macho yake. Unaona Mungu anavyosema. Kwa hapa tunaona Mungu anatangaza kuadhibu matunda au baraka za mwanadamu kwa sababu tu, natupa sababu. Mstari wa 13. Kwa maana, sikiliza mwanadamu alivyosema, kwa maana
haya ni maneno ya Mungu, anasema nitayaadhibu matunda ya kiburi cha moyo wake mfalme wa Ashuru na majivuno ya macho yake. Alafu mstari wa 13 unasema kwa maana amesema, huyu mfalme amesema, au huyu mwanadamu amesema, kwa nguvu za mkono wangu nimetenda jambo hili, na kwa hekima yangu nimetenda jambo hili. Maana mimi nina busara, nami nimeiondoa mipaka ya watu, nikaziteka akiba zao, nikawaangusha waketio juu ya viti vya enzi, kama afanyavyo shujaa. Unaona hapa anajiona ni yeye. Anaendelea kusema, na mkono wangu umezitoa mali za mataifa, kama katika kioto ndivyo nilivyokusanya dunia yote, wala hapana aliyetikisa bawa, yani hakuna aliyetikisika, wala kufumbua kinywa wala kulia. Unaona majivuno ya huyu mwanadamu kama huyu. Sasa tutafakari sana maneno ya huyu mwanadamu huyu aliyefika hatua ya maisha akawa hamuoni tena Mungu, bali anaona ni kwa nguvu zake yeye, anajiona ni kwa uweza wake yeye, anaona ni kwa ujanja wake yeye, anaona ni kwa busara yake yeye, anaona ni kwa elimu yake yeye, ndiyo amefika hapo alipofika. Mwanadamu huyu haoni tena ni mkono wa Mungu, bali anaona ni mkono wake umeyafanya yote na kumfikisha hapo. Na ndipo Mungu anamuuliza huyu mwanadamu maswali haya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mstari wa 15 Mungu anasema hivi. Kumbuka huu mstari wa 13 huyu amejisifia mwenyewe. Sasa anasema ni mkono wangu ndio nimetenda jambo hili, na kwa hekima yangu na kwa busara yangu. Umeona? Mstari wa 15 Mungu anasema hivi, anamuuliza, je, shoka lijisifu juu yake alitumiae? Je, shoka lijisifu juu yake alitumiae? Je, msumeno ujitukuze juu yake auvutae? Maana yake nini? Maana yake wewe mwanadamu ni kitu gani hata ujisifu na kujitukuza juu ya Mungu anayekutumia? Na yeye ndiye aliyeshika maisha yako. Anauliza, je, shoka lijisifu juu yake alitumiae? Kwa sababu yule anayelitumia amelishika, akiliacha chini shoka halina kazi. Sasa Mungu anamuuliza. Na kwa neno hili tunaona hii kesi ni ya Mungu Baba mwenyewe. Na ndipo anasema katika ule mstari wa 16, kwa hiyo Bwana wa majeshi atawapelekea kukonda watu wake. Sema watu wake walionona, na badala ya utukufu wake kutawashwa kuteketea kama kuteketea kwa moto. Umeona hili neno wapendwa? Na Roho Mtakatifu atusaidie sana, na Roho wa Mungu atusaidie sana. Ukiona neno la Mungu linaanza na kwa hiyo, nenda juu pale. Kwa hiyo, kwa sababu gani? Kwa sababu ya hayo majivuno yako mwanadamu, ya kujiona ni busara yako, ni hekima yako, ni elimu yako, ni mkono wako, humuoni Mungu katika mapito yako. Anasema kwa hiyo, na wewe ni mtu wake, ni mtu wa Mungu. Anasema kwa hiyo Bwana wa majeshi atawapelekea kukonda watu wake walionona, na badala ya utukufu wake kutawashwa kuteketea kama kuteketea kwa moto. Na Roho Mtakatifu atusaidie sana. Hapa ndipo unisikilize mwanadamu, kwa sababu ya kiburi unashangaa maisha yako yaliyokuwa juu, yaliyokuwa yamenona, yaliyokuwa na heshima, maana Mungu amekuheshimisha. Unashangaa maisha yameshuka ghafla, na nafasi ya juu aliyokupa Mungu imeteketea. Ndivyo anavyosema hapa. Kwa hiyo Bwana wa majeshi atawapelekea kukonda watu wake walionona, na badala ya utukufu wake kutawashwa kuteketea kama kuteketea kwa moto. Sasa ni rahisi kumtafuta shetani hapa, lakini shetani hahusiki wapendwa. Kumbuka neno linasema Bwana wa majeshi atawapelekea kukonda watu wake walionona. Yaani wewe ni mtu wa Mungu kabisa,
Lakini kwa kubeba kwako utukufu wa Mungu, huna moyo wa shukrani, huna unyenyekevu wa kumshukuru Mungu, huna unyenyekevu wa kumshukuru Mungu. Kufika kwako hapo, kuvuka kwako hapo, humuoni Mungu, bali unajiona ni wewe, au unawaona wanadamu waliokuzunguka, au unaona vitu ndio vimekufikisha hapo. Kumbuka, ukifika hatua hii unaingia kesi na Mungu aliyekuumba, akakuinua, akakubariki. Na anasema, je, shoka lijisifu juu yake alitumiaye? Bwana Yesu apewe sifa sana. Je, msumeno ujitukuze juu yake auvutaye? Sasa unaona hata wale watumishi wa Mungu ambao Mungu anawatumia, na wenyewe wanachukua utukufu. Badala Mungu akikutumia urudi kwa unyenyekevu kwa Mungu kumrudishia utukufu, anasema, je, shoka lijisifu juu yake alitumiaye? Na anasema, kwa sababu hiyo Bwana wa majeshi atapelekea kukonda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie na jambo hili lisitupate. Amen. Mstari ule wa 17 inaendelea kusema, na mwanga wa Israeli utakuwa ni moto, na mtakatifu wake atakuwa mwali wa moto, nao utateketeza na kula mbigili zake na miiba yake katika siku moja. Naye atauteketeza utukufu wa msitu wake na wa shamba lake linalositawi, tangu nafsi hata nyama ya mwili. Itakuwa kama vile afapo mtu aliye mgonjwa, na miti ya msitu wake itakayosalia itakuwa michache, hata mtoto ataweza kuhesabu. Unaona baraka zinapoanza kuporomchoka, zinaanza kuondoka, mkono wa Mungu umeingilia kati. Kwa nini mwanadamu? Kwa sababu mwanadamu umeubeba utukufu wa Mungu. Unasahau kumshukuru Mungu, unasahau kumtukuza Mungu. We kazi yako ni kupeleka tu list ya mahitaji kwa Mungu, lakini kutenga muda kumshukuru Mungu, na pale anakokufanyia jambo, ulimuomba akupe shule, akupe kazi, akupe nafasi, akupe ndoa, akupe mtoto, lakini pale anapokufanyia hayo yote umemsahau. Sasa unashangaa moja baada ya lingine vinapukutika. Nimekwambia hii ni kesi ya nani? Ya Mungu. Na ukiwa na kesi na Mungu, hebu niambie, nani atakusaidia? Nani atakusaidia? Kwa sababu ni bora uwe na kesi huku kwa shetani, Mungu atakusaidia, kwa sababu Mungu ni mkuu kuliko miungu yote. Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana, atupe mioyo unyenyekevu. Haleluya. Kwa hiyo kwa kukosa kwako kumtukuza Mungu na unaanza kujitukuza mwenyewe. Kwa kukosa kwako kumsifu Mungu, unaanza kujisifu mwenyewe. Tena hata watu wakikusifu, wakikushukuru kwa vile Mungu alivyokutumia kwa ajili yao, wewe haurudi ukashuka mbele za Mungu kumrudishia Mungu sifa hizo na shukrani hizo, bali unazibeba wewe. Hii ni kesi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na utaona pia hata wale watu ambao Roho wa Mungu amewajalia unyenyekevu, kupokea sifa, yaani watakwambia tu mshukuru Mungu, mrudishie Mungu utukufu. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Lakini ukiwa kama mfalme wa Ashuru, ni mimi, ni busara yangu, ni hekima yangu, ni mimi, yani hapo unaingia kesi na Mungu. Utashangaa vitu vinaharibika kwa sababu ameingilia kati yeye aliyekuumba na kukutumia na kukufikisha hapo ulipo. Si kwa nguvu wala kwa uweza, neno la Mungu linasema, bali ni kwa Roho wake Mtakatifu. Kwa unaona tu ni wewe ndio umewahudumia hao watu. Ndipo neno la Mungu linasema moto wa Mungu unapita kwenye baraka zako na kuteketeza yote hayo. Neno linasema vitakavyosalia vitakuwa vichache sana, hata mtoto mdogo anaweza kuvihesabu. Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Neno la Mungu linatuambia ni moto wa Mungu, wapendwa. Kumbuka kichwa cha somo letu, usiingie kesi na Mungu. Huu ni moto wa Mungu, sio wa adui shetani. Kwa hiyo kesi ya kubeba utukufu wa Mungu aliye hai ni ya Mungu mwenyewe. Na leo hii Roho wa Mungu anatukumbusha
na Roho wa Mungu apate kutupa mioyo ya unyenyekevu katika kumshukuru Mungu na kumuhimidi yeye na kumuinua yeye, na pale tunapoona ni yeye, uhai huu ni yeye. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitamalizia na neno hili. Kumbuka, shetani alijiinua akataka hadi kubeba utukufu wa Mungu, na neno la Mungu linatuambia Mungu Baba akamshusha sana yeye na wote alioshirikiana nao. Lakini Bwana wetu Yesu, neno la Mungu linatuambia alinyenyekea mpaka mauti ya msalaba. Na neno la Mungu linatuambia kwa sababu hiyo Mungu Baba amemtukuza sana, na kwa jina lake Yesu kila goti linapigwa na kila ulimi utaapa ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia Mungu huwatukuza, huwainua wanyenyekevu, lakini huwapinga wenye kiburi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie. Sasa, kama unajiona uko katika hali hii, nifanye nini Mama El? Cha kwanza kabisa, kumbuka ni wapi umekosa kwa jambo hili. Amen. Moyo wako uingie roho ya unyenyekevu, kwa sababu roho ya unyenyekevu ndo itakusukuma kwenye toba. Ukishajua ni wapi umekosa, au kama una uhakika, pia rudi kwenye kutubu. Cha kwanza kabisa ni kutubu kwa Mungu Baba yako. Rudi ukimuomba msamaha kwa kumsihi akusafishe kwa damu ya Yesu. Amen. Mwanae, damu ya Yesu yenye kusafisha makosa yote. Hakuna dhambi ambayo damu ya Yesu haiwezi kusafisha wala kuondoa. Kwa hiyo neema ipo, ukombozi upo katika hiyo hali ulio nayo. Hicho ni cha kwanza kabisa. Na cha pili, badilika. Chukua hatua ya kubadilika, kuanza kumrudishia Mungu utukufu, kwamba si mimi, ni wewe Bwana. Hapa nilipofika si mimi, ni wewe Bwana, umenitendea. Ni mkono wako. Kama si wewe Bwana uliyekuwa pamoja nami, na nafsi yangu ishuhudie sasa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo unabadilika, unaanza kumrudishia Mungu utukufu. Umeamka asubuhi, mshukuru Mungu. Umetoka, umerudi nyumbani kwako, mshukuru Mungu. Unatembea barabarani, ulinzi wa Mungu uko juu yako, mshukuru Mungu. Kuna vita vinaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Kama Mungu angetufunulia macho yetu ya ndani, hakika sijui tungekuwaje, tungezimia. Lakini Mungu anatupigania hivyo vita. Amen. Na anatushindia. Na ndio maana mpaka leo hii tunaishi na tunaendelea kusema Yesu ni Bwana. Kwa hiyo hatua ya pili ni kubadilika. Lazima ubadilike. Lazima uwe na moyo wa shukrani kwake na kumtukuza yeye katika kila jambo. Acha kabisa tabia ya kujiona ni wewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Umemwomba Mungu kazi. Mungu amekupa kazi. Lakini baadaye unaanza kumuona ni bosi wako. Unaanza kuona kitu kingine pale ofisini, badala ya kumuona ni mkono wa Mungu umekufikisha hapo. Unaogopa hata kushuhudia, unajua. Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Na mwisho wa siku unaanza kuona, mbona hii kazi misukosuko inazidi kuwa mingi? Kumbuka ni wapi umekosa, ukatubu. Na Roho Mtakatifu atusaidie wote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutaingia kwenye maombi ya kumshukuru Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Oh, haleluya. Tunakuinua juu, Bwana Yesu, tunakuinua juu, Bwana Yesu, tunakuinua juu, Bwana Yesu, tunakuinua juu, Bwana Yesu. Tuimbe. Tunakuinua juu, Bwana Yesu, tunakuinua juu, Bwana Yesu, tunakuinua juu, Bwana Yesu, tunakuinua juu, Bwana Yesu. Hosana, hosana juu mbinguni, duniani iwe amani.
tunakuinua juu. Bwana Yesu, hosana juu mbinguni, duniani iwe amani, tunakuinua juu. Bwana Yesu, mjumbe wa agano jipya ni Yesu, agano lenye nguvu kuliko lile la kwanza. Manabii wa zamani walitabiri kuwa utakuja, mkombozi wa ulimwengu. Kweli Yesu umekuja duniani, ukafa kwa ajili yetu wanadamu, tunakuinua juu. Bwana Yesu, tunakuinua juu. Bwana Yesu, tunakuinua juu. Bwana Yesu, tunakuinua juu. Bwana Yesu, hosana, hosana juu mbinguni, duniani iwe amani, tunakuinua juu. Bwana Yesu, hosana juu mbinguni, duniani iwe amani, tunakuinua juu. Bwana Yesu, hosana, hosana juu mbinguni, maisha yetu yawe amani, tunakuinua juu. Bwana Yesu, hosana juu mbinguni, kizazi chetu kiwe amani, tunakuinua juu. Bwana Yesu, hosana juu mbinguni, nyumba zetu ziwe amani, tunakuinua juu. Bwana Yesu, hosana juu mbinguni, mioyo yetu iwe amani, tunakuinua juu. Bwana Yesu, hosana, hosana juu mbinguni, kanisa lako liwe amani, tunakuinua juu. Bwana Yesu, hosana juu mbinguni, kanisa lako liwe amani, tunakuinua juu. Bwana Yesu, haleluya. Basi kwa jinsi moja au nyingine, inawezekana tulijisifu, tulichukua utukufu, na kila mmoja atafakari moyo wake. Na sasa tunaingia kwenye hatua yetu ya kwanza ya maombi ya toba. Amen. Ukimaanisha ufahamu wa neno la Mungu umeingia ndani yako, limekumulika ni wapi umekosa. Neno la Mungu linasema rudi, utubu. Amen. Wote tuseme, Bwana Yesu, ni sisi watoto wako, tunakuja kwako sasa kwa jina kuu la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi mtoto wako, katika agano la damu yako takatifu. Asante kwa kuwa umelituma neno lako lije kuniokoa. Nami Baba, nimelipokea neno lako. Ninatubu mbele zako. Nimekosa Baba. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote nilizofanya mbele zako, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Bwana Yesu, nihurumie. Yesu mwana wa Mungu, nihurumie. Wewe ndiwe mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za mwanadamu. Unisamehe Baba, popote
nilipoacha kurudisha utukufu kwako Bwana. Nilipopokea sifa zako, iwe ni kwa kujua au kwa kutokujua. Unisamee Baba, nimekosa dhambi ya kupokea utukufu wako, dhambi ya kutokukurudishia utukufu na shukrani, dhambi ya kutokuwa na moyo wa shukrani. Baba unirehemu, Baba unisamee. Nisamee Baba kwa kutokurudi kwako kushukuru na kukuhimidi wewe uliye juu. Ninaukimbilia msalaba wa Yesu leo. Ninakimbilia kiti cha rehema na neema kwa damu yako Yesu ya agano jipya. Na kuomba Bwana Yesu unioshe. Samee malango yote yaliyofunguka na kuingiza roho ya majivuno ndani yangu, na kuingiza roho ya kujiinua ndani yangu. Baba, na kuomba unisamee. Neno lako limenimulika, ni wazi mbele zako Bwana. Naomba unioshe kwa damu yako takatifu na unisaidie Baba. Samee Baba malango aliyopitisha roho ya manunguniko. Nimekuwa nikinungunika sana, nikilalamika sana. Baba, nimekukosea kwa manunguniko yangu, kwa kulalamika kwangu, badala ya kuangalia yale mema ambayo umenitendea Bwana na kurudisha utukufu na shukrani kwako. Baba, nakushukuru. Naomba unisamee. Naomba unioshe kwa damu yako takatifu. Asante, kwa maana kwako kuna msamaha, ili jina lako liogopwe. Ndipo sasa Bwana, naomba kwa Roho wako Mtakatifu unisaidie kugeuka na kunifanya mpya ndani yangu, niwe na moyo wa shukrani siku zote za maisha yangu hapa duniani, katika jina la Yesu Kristo. Moyo wangu, kinywa changu kijae shukrani kwako Bwana, katika jina la Yesu. Ndipo sasa Baba, katika agano la damu yako takatifu, ninakuja kwako nikikushukuru katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako sasa, mshukuru Mungu. Inawezekana hajakutendea mawili, lakini kuna yale 8 aliyokutendea. Rudisha utukufu, mrudishie utukufu. Anza na hayo mtoto wa Mungu. Mwambie Baba asante. Asante kwa kunipa neema ya kukujua Bwana Yesu. Asante kwa kunifunulia neema yako ya kukujua. Umenichagua nikujue, umenichagua nikuabudu, umenichagua nikutumikie. Baba, nasema asante. Asante kwa damu yako iliyomwagika kwa ajili yetu, kwa ondoleo la dhambi. Asante Baba, kwa maana ninapakukimbilia, tumaini langu ni wewe. Asante Bwana Yesu. Asante kwa kutulisha, kutuvisha, kutunywesha. Asante kwa uhai huu Bwana. Tuna pumzi yako Baba, tunapumua. Tuseme nini Baba yetu wa mbinguni? Tunalibariki jina lako. Asante kwa viungo ulivyotupa Bwana. Asante kwa kutuumba wanadamu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Ungeweza kutuumba wanyama Bwana, lakini Mungu umetuheshimisha kwa mfano wako Bwana. Ulimuumba mwanadamu kwa utukufu wa jina lako. Zaidi ya yote umefanya Bwana kukaa ndani yetu kwa Roho wako Mtakatifu. Asante Baba yetu wa mbinguni. Baba, nakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Asante kwa ajili ya watoto wako wa Bwana waliofungua vinywa vyao kukushukuru. Tuseme nini Bwana, bali tunakushukuru Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jina lako nalibarikiwe, jina lako nalihimidiwe, jina lako nalipewe sifa milele yote. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante kwa uwepo wako maishani mwetu. Kama si wewe Bwana, sisi tusingeweza chochote, lakini kwa msaada wako Roho Mtakatifu tunaweza. Unatukumbusha kuyafanya mapenzi ya Mungu, unatukumbusha yote na kutusaidia yote, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nakushukuru. Asante kwa viungo ulivyotupa na vile na function ya viungo hivi Bwana. Tunakushukuru Mungu. Tunasema asante. Jina la Bwana Yesu lihimidiwe. Jina la Bwana Yesu litukuzwe. Jina la Bwana Yesu liinuliwe. Baba, tuseme nini bali tunakushukuru Bwana. Uliyoyafanya kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Yesu, nina kushukuru. Uliyoyafanya kwangu ni mengi, shuhuda
zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina. Baba, nina kushukuru. Baraka zako hazihesabiki, wema wako hauhesabiki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina. Yesu, nina kushukuru. Haleluya. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Baba, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema sana, kwa maana fadhili zako ni za milele. Mungu mwenye kututetea, umetupigania vita vya sirini na vya wazi. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante. Mungu mwenye kutuongoza, jana yetu Bwana Yesu iko mikononi mwako, leo yetu iko mikononi mwako, kesho yetu iko mikononi mwako Bwana. Mioyo yetu uko wewe Bwana Yesu. Jina lako na lihimidiwe. Asante kwa kutufunulia neno hili Bwana. Jina lako litukuzwe. Tupe kukumbuka siku zote za maisha yetu hapa duniani ya kwamba uko Mungu ustahilie kusifiwa. Baba, tunalibariki jina lako. Uliuzuia uadui kutoka mbali Bwana, usitufikie Bwana. Umetupigania vita vya sirini na vya wazi, kwa maana sisi ni watu wako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Umetushindia vita vyote Bwana, vya sirini na vya wazi. Jina lako lihimidiwe, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, asante. Asante kwa watoto wako ambao Bwana wameelewa na sasa wanakwenda kulitukuza jina lako, wanaliinua jina lako. Nami naifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Utukufu na heshima vyote vikurudie wewe milele na milele. Hatustahili kugusa sehemu ya utukufu wako. Asante kwa kudhihirika kwenye madhabahu hii Bwana. Wema wako watosha maishani mwetu. Wewe watosha Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Na Roho Mtakatifu wa Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718293144 na namba nyingine ni +255 Damu Yesu ikufunike, songa mbele. Thamani yako ni msalaba wa Yesu. Thamani yako haipimwi na kitu chochote wala mwanadamu yote. Thamani yako inapimwa na msalaba wa Yesu. Yupo aliyekufa na kufufuka kwa ajili yako. Yupo, ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Usiogope, songa mbele. Amen.